We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Pasetaria la balanda, seria la balanda la vazia, shala la balabala, shala balabala, shandari balanda la vazia la balanda, shala balanda la vazia. Oh, yana weze kana, yana weze kana, aliporo. Sauti yako mwambie Bwana, najua yanawezekana. Bayana bose dia la yote yanawezekana. Aliko yanawezekana. Sare balanda la mazika la balanda la baza. Yanawezekana. Wow, yanawezekana. La balanda, la balanda, la basika, la balanda. Yanawezekana. Oh, yanawezekana. Mwanzo tena mwisho. Utukuzwe na kuabudu. Maana najua Mkombozi wangu
Kuwezeshwa na wewe tungelifika hapa Bwana. Tunakuomba uinuke maisha yetu. Tukuka Bwana katika maisha yetu. Tukuka Bwana katika jamii zetu. Tukuka Bwana mfalme wa neema. Bwana kufanya njia na kutupa wokovu.
Karibu sana wale mko hewani kwa ibada ya asubuhi ya leo. We believe strongly that God in a special way is going to speak to you this morning. Karibu sana. Write us something to show that you are there. Andika kitu pale kuonyesha kwamba I am present. I'm happy once again asubuhi ya leo kukuhudumia hewani, na naamini ya kwamba Bwana Mungu yuaenda kuzungumza nawe siku ya leo kwa njia speciali. Nilikuwa nazungumzia mambo ya kuhusiana na laana, na sasa mimi ni mchungaji, nimechunga miaka kadhaa, at least zaidi ya 13. Sasa katika maisha yangu ya uchungaji nimekuja kudhibitisha ya kwamba kuna mambo mengine watu wanashughulikia katika maisha kama wanaamini ni bahati mbaya. Wengine wanaamini ni mkosi. Wengine wanaamini ni vile walizaliwa hivyo. Lakini ukichimba kwa undani, unaona mambo yanayotukia maishani mwa watu fulani ni kuonyesha, inadhihirisha wazi ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba kuna existence ya laana. Nishaona watu wakiwa bure kwa maisha baada ya kufanya effort, the best they can do. Na nimeona watu wengine kwa urahisi wakiwa at ease, they are making a lot of impact. Na nikafika mahali kwa kuchambua kwa undani, kujaribu kushughulikia mambo nyeti ya wanadamu ambaye na wasukuma wengine kwa Mungu, wengine kwa waganga, wengine kwa wachawi. Nikaona mambo mengine nyuma yake kuna laana. So ni mzuri sana kushughulikia laana ukishajua ni laana, kushinda kujitia moyo kutakuwa kwema baadaye. Itakuwa vema na wewe baada ya muda. Unajua kuna watu wana believe ya kwamba time changes things. I don't believe in time changing things. I believe in people changing things in time.
Because kuna watu walisema nipatie time na wakafa wajafanya anything meaningful. Nimekutana na watu wasema, wapendwa, niko katika huduma hii ni mwaka ya 35 na Bwana bado ananipitishia jangwani. Inawezekana kitu unaita jangwa sio jangwa. Inawezekana kitu unaita shule sio shule. Praise the name of the Lord. Amen. Na ni mzuri sana ufike mahali uanze kujua ya kwamba kuna mambo yanahusiana na baraka na yanahusiana na laana. Proverbs chapter 10 verse 22 inasema ya kwamba baraka za Mungu zinafanya utajiri usio na majuto. The blessings of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. So kuna watu wanakuwa matajiri duniani sio kwa sababu walienda shule tu. Sio kwa sababu kuna wengine wameenda shule kushinda wengine na hawajafaulu. Kuna wengine wanaweka bidii zaidi ya wengine. Wewe unapofunga kazi saa 12 jioni, wengine wanaifunga saa 6 na wanaiamkia saa 11 asubuhi. Hawafanyi impact kama hiyo. Kwa hivyo sio uvivu. Kuna watu katika dunia hii unakutana nao wametia bidii kabisa lakini hawatajiriki. Wamejaribu kuwekeza, wanawekeza mahali pasipofaa. Wamejaribu kusave, wanasave lakini hakuna kitu cha maana kinatokea kwa savings zao. So ni mzuri sana kuchunguza mambo ya laana, na tukasema kwamba kuna aina kadhaa za laana. Ya kwanza tuliongelea kuhusu self-proclaimed curses. Laana za kujitamkia mwenyewe. Na tukasoma maandiko ya kwamba wana wa Israeli, Mungu baada ya kuwafund, baada ya kusupport safari yao, kwa Numbers chapter 14, wakafika mahali wakasema, we are not able. In fact chapter 13 walisema we are not able. Na God akasema, kama vile nimesikia mkisema kwa masikio yangu, kama vile nimesikia mkisema, vivyo hivyo ndivyo nitakavyowafanyia. Mungu mwenye aliwatoa kwa agano ya Abraham kwa Misri, ile agano walikuwa na Abraham, Mungu aliyewachunga jangwani, sasa anasema nitafanya kwenyu kile nimesikia midomo yenu ikisema mfanyiwe. Na watu wakafia jangwani kwa sababu ya kukiri kwao. Vivyo ni kusema ya kwamba mambo ambayo unayasema kwenye kinywa chako yanaweza kukuadhiri positively na yanaweza kukuadhiri negatively. Yanaweza kukusimamisha yawe kikwazo na yanaweza kukusimamisha kwa kuendelesha katika maisha. So in Numbers chapter 14, I think verse 28 or something, inasema ya kwamba Mungu anawaambia ya kwamba vile mmesema na nikasikia. Vile mmesema, na Matthew chapter number 12 verse number 36 and 37 inasema, man shall give account of every idle word. Neno lote lisilo la maana, lolote lisilo la maana, mwanadamu anasema atahesabiwa wakati wa hukumu. Na Biblia inasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Ndio maana kwenye koti za Kenya sasa hauwezi fungwa kabla hujapewa nafasi ya kujitetea. Hata kama kuna shahidi 10 kinyume chako, huwa wanamaliza na kusema, na wewe una yapi ya kusema kabla hatujaweka uamuzi. Kwa sababu wanabelieve baada ya ushahidi wote huo, yawezekana kuna jambo unaweza sema ikunasue. So hata koti ya nchi haiwezi kukufunga bila hapo lako, bila mambo yako, maneno yako mwenyewe. Yanatumia maneno yako kukusabia haki, maneno yako kukuhukumu. Na ndio maana leo naomba katika jina la Yesu, wale mmejizuia kuolewa, kupata watoto, wale mmejizuia kutajirika kwa maneno yenu, inabidi mtafute nafasi. Kuna watu walisema wako na shape hawawezi pata watoto. Kuna watu walisema mimi siwezi sumbuliwa na mwanaume. Sasa wakati ya kuolewa ikifika, unajaribu kuolewa, haiwezekani, maana maneno yako yalikuwa registered in the spirit. Kuna watu walisema hawezi kuwa mapasta. Mimi siwezi kuwa pasta. Wengine siwezi olewa na pasta. Ukaolewa na mzee anauza makaa, baada ya siku 3 akapokea mwito.
Baada ya miaka mitatu akapokea mwito ya kuwa pastor. Ukashangaa muuzaji wa makaa jana leo amegeuka ametamani kuwa mchungaji. Na wewe uliapa utaolewa na pastor. Na mapepo yanashikilia hapo lako na kusema vile uliapa utaolewa na mchungaji. Na sasa umepata mchungaji. Sasa kila Jumapili mchungaji anapewa proposal na wanawake. Kila Jumapili. Because wana sense pastor bado hajaoa. Baada ya hapo la mtu. Hapo la mtu linaweza mzuia. Linaweza weka kizuizi. Awe katika kizuizi chenye ni cha kinywa chake mwenyewe. Na nyinyi wote mnajua ya kwamba wale mnasoma Biblia ya kwamba Yesu ni high priest of our confession. Yesu ni kuhani mkuu wa confession ama kukiri kwetu. Tunapokiri Yesu anachukua maneno hayo, anasimama naye. Na shetani ni accuser of brethren. Tunaposema mambo anachukua hayo mambo anafikisha mbele za Mungu na kusema kulingana na constitution ya neno lako, huyu kwa maneno yake amesema hataki pesa. Na mara nyingi tunasema mimi hapa duniani sitaki pesa. Pesa huwa zina corrupt akili za watu. Alafu naingia mbele za Bwana sasa, Baba fungua mifereji ya pesa. Shetani anatoka na maneno anasema huyu alisema hataki pesa. Bwana asifiwe. Na that's why sisi wachungaji, hata sisi wachungaji huwa tunashauri wachungaji wenzetu ya kwamba hapana ongea kinyume na pesa kwa kanisa. Pana sema wapendwa, injili ya siku hizi imekuwa pesa. Utakosa pesa kwa kanisa. Na utajua ya kwamba stima inahitaji pesa. Stima ya kanisa ni ya kanisa lakini ya Kenya Power inahitaji pesa. Utaitisha siku moja kukuwe na provision. That's why you don't confess. Ukikiri maneno yako yanakufunga ama yanakufungua. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu ya kwamba kila hapo ulijiapisha kwa kutojua, sasa utaingia madhabahuni pa Mungu na kuondoa lile hapo. Praise the name of the Lord. Amen. Uende uondoe. Maneno kusema ni rahisi, kuondoa ni kazi. Hata ukitukana mtu, umtusi vizuri, kumtusi ni rahisi. Kutoa hayo maneno, hapo ndio kuna kizunguzungu. Asubuhi uamke uende useme nilikuita ng'ombe, sasa wewe si ng'ombe. Umetoa kwa maneno lakini kwa roho yake. So kazi yenye umefanya na kinywa, ndio maana leo hata wazazi wanashauriwa hapana piga mtoto na mdomo. Afadhali kiboko haitamhatarishia kumpeleka kuzimu. Biblia inasema kiboko hakitahatarisha mtoto kwenda kuzimu. Lakini maneno yanaweza peleka mtoto kuzimu. Bwana asifiwe. So tuliongea kuhusu parental curses na tukasoma maandiko mengi kuhusu baraka zinatokana na wazazi. Na ndio maana ukisoma Bible inasema kwa 2 Timothy chapter 3 verse 2 inasema kwa siku za mwisho kutakuwa na siku ngumu sana zitatokea. Lakini zinasema tabia ya siku za mwisho, moja wapo ya tabia ni watoto watakuwa disobedient to parents. Yeah. Disobedient. Hata Warumi imesema hivyo, watoto watakuwa disobedient to parents. So moja wapo ya shetani, pepo kile anafanya kwa last days ni kuhakikisha watoto wetu hawatasikia wazazi. Na hiyo sababu anajua Malachi chapter 4 the last two verse imemalizia Malachi na curse. The word curse is the last word in the book of the Old Testament. Na imetokana na laana gani? Inasema nitawatumieni nabii mwenye roho ya Elia, atakayerejesha mioyo ya wana kwa baba zao na ya baba kwa watoto wao, ili nisikaipige ardhi na laana. Kumaanisha watoto wakipokosana na wazazi, hiyo kukosana kwao na wazazi wao huwa kunaleta laana chini ya jua. Na ni mzuri tufunze hili somo, maana watu wengi sana wana believe tunastahili kufunza kuhusu baraka. Na kama tutafunza kuhusu baraka peke yake hatuna balance.
kwa sababu katika ulimwengu huu Mungu ametuahidi, ameweka mbele zetu baraka na laana, tuchague. Mungu mwenyewe amesema mbele yenu, Deuteronomy chapter 11 verse 26 and 27, anasema mbele yenu nimeweka laana na nimeweka baraka. Na 27 nasema na nimeweka uzima na kifo, chagua. Mungu mwenyewe anajua ya kwamba kwa hii dunia uko radhi kuchagua kuishi kwa laana na uko radhi kuchagua kuishi kwa baraka. Inabidi uchague. Ndio maana wa Efeso 6 mstari wa kwanza anasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana kwanza inasema hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, mpate heri. Wazazi wanaleta heri kwa watoto. Wazazi wanaleta siku nyingi, wapate kuishi siku nyingi katika dunia. Kwa hivyo watoto wasioheshimu wazazi bila shaka watakufa kabla ya miaka yao ya uzee. Ndio maana zamani, katika shule za zamani, walifundisha mtoto kuheshimu mtu yoyote ambaye ni mkubwa kumshinda. Ilikuwa ukikutana na mtoto shule, akitoka shule na we ni mzazi na si mtoto wako, unaweza kuchukua kiboko, umpatie viboko, umuulize kwa nini hayuko shule. Hivyo huwezi fanya siku hizi. Watoto wa siku hizi hauwezi wafanyia hivyo. Maana we si mama yangu, we si baba yangu. So kizazi kinaenda mahali penye ni pahatari. Maana hata maandiko yalisema tuwafundishe watoto wasiwakemee wazee. Watakana kufundishwa uzee uheshimiwe. Praise the name of the Lord. Uzee ufanye nini? Inasema hivyo kwa 1 Peter 5:1. Inasema the elders which are among you I exalt you, whom also I am an elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Anasema vizuri, the elders that are among you I exalt. Praise the name of the Lord. Na Bible imekataza watu kurebuke elders. So kutana na mtu amekuzidi miaka, but 1 Timothy chapter 5 verse 1 inasema rebuke not an elder, but entreat him as a father. Usimkemee mzee. Wale mnapenda kuwa na uzee maishani, mzee akikukanyaga kwa bahati mbaya barabarani, hapana mtukana juzi baba yako. Bible inasema ukimwangalia uone ni mzee. Unajua kuna watu unatukana tu, mimi si baba yangu, huyu hajanilisha. Bible inasema wewe mzee akivuka barabara na wewe ni kijana uko na gari, simamisha. Mzee avuke polepole bila honi na bila matusi. Bwana piga honi hapo, unamwambia mzee, umezeeka, enda ukae na Abrahamu. Bible inasema do not rebuke an elder, but entreat him as a father. Wazazi wale mnataka watoto wenu waende na baraka, wafundisheni watu wote wazee watritiwe kama mama zao na kama baba zao. Hallelujah. Maana kizazi chenye kimetutangulia. Zamani nikiwa mhubiri mchanga kidogo kushinda sasa, nilikuwa na hubiri nasema, Yoeli akasema katika Yoeli 2 mstari wa 28, wazee wataota ndoto, vijana ni wakati wetu, vijana ni wenye maono, wazee waende wakalale. Wewe tuliteseka. Baadaye tukagundua kizazi chenye kiko mbele kiko na deni yetu, na deni ile iko naye ni maneno ya mdomo.
kukuambia ubarikiwe, uendelee, usikaukiwe. Am I talking to you? Yes. Ile kizazi kimeenda mbele yetu hakina maso, lakini kina maneno yenye ina maso. Inaweza ongeza utamu maishani mwako. Na ndio bado nasema honor your father and mother so that it may be well with you. Na ukiona kandugu mahali mnakutana kwa barabara kamekuzidi miaka, Bible imesema bora amekuzidi usimkemee, treat yeye kama ndugu yako. Because verse 3 inasema and the elder women as mothers. Wasichana mnisikize wale mko hapa na wale mnasikiza huko nje. Nasema hivi, Bible inasema vizuri ya kwamba ukiwa msichana ukutane na mama, utreat huyo mama kama mama yako. Pana mtingishie kiuno na kumwambia iko nini? Mama yangu wako kitwamba. Mama yangu wako wewe olkalao wewe. Maisha itakuwa ngumu hapa duniani. Na unaona wale watoto waolewi na waoi. Iko wa mama hapa nje wanasema, unajua mtu akitaka kuoa akujagi tu direct, anapita kwa fence hapo akiangalia. Alafu unasikia kama mama kwa soko kanakuida, kanakwambia unataka kuoa Jedida. Jedida. Huyu anazungusha kiuno hapa, kila mtu anapiga nduru. Anakuchomea. Anafunga mlango wa baraka. Kajama kamenyoa ndevu vizuri, kazuri na gari. Kana kuondoka unapata mmoja hapo. Mwenye atakuja kukuona mwenye atakatalia. Because otherwise. Nae kwa maisha utaumia. Maana wale wanakubaliaga hata kwa kanisa. Wale wasichana tunafunganisha harusi zao. Usidanganywe wanafunganisha because wamepita mtihani ya wamama wa kanisa. Wamama wanaitana hapo nje kwa faraga. Na wanasema wewe usiseme nimesema. Wewe. So lazima kizazi cha mbele kipeane maneno itakufungulia njia mbele. Sisi wahubiri wale wametutangulia ndio wanakubaliaga upite. Nasema na hii kijana wacheni apite. Alafu wanasema kuna pepo wa anga, si wa anga, ni watu hapa duniani wamewekwa kuwa prefect. Wanasema wale watapita ni wale tumepitisha. Na that's why inabidi wahubiri wachanga waheshimu wahubiri wazee. Yes. Okay. Sio kusema siku ya mwisho ndio hizi. Young prophets and old prophets. Ni mzuri kuwa mwangalifu, lakini pia ni mzuri kujua ya kwamba kuna deni kizazi kimekutanguliwa kiko naye. Deni ya kukupatia maneno ya heri. That's why kuna watu leo, watu ya heri wakikupea maneno ya heri, utatajirika. Ukiona duka yako imekuwa kidogo milele, unajiuzia tofi, unakula nusu. Kabla ija expire unakula tofi zote. Ndio kuna duka zingine unakaa tofi hapo mpaka inaendewa na moshi. Inakuwa nyeusi, unaamua kuikula tu. Hiyo area ukipata kuna watu wamesema hii duka hii hata wakitumana wanasema enda hata kama ni mbali. Enda mbali. Lakini wachana hiyo duka. Inabidi ukiongea kwa hii dunia. Na watu wazee kitu moja wamepewa na Mungu, wana masikio ya kusikia ukiongea na adabu. Wana masikio ya kusikia. Including your mother. Including your father. Wana masikio wanaweza kusikia wakati unakosa adabu. Unaweza anza kuongea hapo, uone tu wanatingisha kichwa. Waza sawa. Hii dunia inakuwa mviringo. Unaanza tu kuzunguka wengine wakienda mbele. Unazunguka wamekunyang'anya ile kitu inapelekaga watu mbele. Bwana asifiwe. Ndio uende area iko na umaskini wanakaa mahali
wanalaumu wazee wote ni wachawi. Wanaanza kuua wazee. Wakianza kuua wazee, wengine si wachawi. Ukianza kuua wazee, damu ya wazee ikianza kulia kinyume na wanadamu hapo. Unaona tu vijana tukiwa 22 years tumezeeka tayari. Kuongea yao ni hali, hakuna kitu dunia hii wanangojea. At 22 unaona kamekwisha. Tusichana at 25 tumezeeka because walikosa heshima kwa wazee. Na ndio maana Biblia inasema rebuke not an elder. Na ukitaka hata kuenda kwa mama yako mzazi uko na hasira, fikiria tena. Kaa siku 3. Tuliza hasira. Pana fika huko unashika kiuno na kupatia mama taarifa. Na kutoka unaenda. Na unamwambia hapa nitarudi kwa jeneza. Vile umesema ndio vile itafanyika. Inabidi uchunge sana ukiwa na hasira nyumbani. Na wazazi naye Biblia inasema nini? Enyi wazazi, msikawachokoze watoto wenu. Msikawachokoze. Maana pia kuna wazazi wachokozi. Mtoto amenunua nyama yake nusu, huwezi acha akule. Unahesabu nyama kwa sufuria. Haya. Kamefanya kazi, wacha kakule. Ndio maana desturi imesema wazazi wakanyagishe kwa watoto yao miguu pole pole. Usiende kila saa. Maana utakuta kabisa anamwaga maziwa. Because watoto wakigrow, vijana wakigrow wanakuwa na a lot of waste. Hapo mbele ndio watajua maziwa wanamwaga wangewacha ichache. Sasa mimi yangu ikiharibika na chachisha. Ni uzee, ni miaka ikizonga. Lakini uko kijana unafanya hivi. Kamekatika. Ni miaka ikizonga, unajiuliza hiyo maziwa nimenunua pesa ngapi ya soa? Praise the name of the Lord. So mzazi akikaribia mtoto wake anaonanga a lot of waste. Ndio maana Biblia inasema mzazi achunge asichokoze mtoto wake. Juu anaweza. Mama, wewe unaniingilia sana. Unatafutanga nini kwangu? Sasa unahesabu mpaka mashati zangu. Unahesabu mpaka mabelo. Unaona mtu amekasirikia mama because you are overstepping. That's why Bible inasema usikawachokoze watoto yako. Sasa ni kwani anaongea mtamsamea? Praise the name of the Lord. Amen. So inasema enyi wazazi pia msikafanye nini? Msikawachokoze watoto wenu. Because watoto wakichokozwa kwa sababu ya upungufu wa akili wanaweza ruka mpaka. Si ndio inasema hivyo verse 4? Verse 4 inasema and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them. Ephesians chapter 6 verse 4. And ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nature and admonition of the Lord. Alafu inaongea kuhusu servants, because pia kuna watu wataishi servants forever. Because Bible inasema servants be obedient to them, obey your masters. So hapana fanya kazi kwa mtu na utaki kumheshimu. Hiyo utapata laana fulani yenye utawahi kuwa boss. Kila mahali utaandikwa kazi. Hiyo nitakuja kuongea kuhusu laana ya boss. Because kuna watu kwa hii maisha hawezi wahi kuwa na kitu. Ya vile kwa sababu ya vile wana handle boss. Kwa hii maisha. Si Bible inasema vizuri ukuwe mwaminifu kwa ya mwingine. Sasa mtu akupea lori yake uendeshe unapikisha shimo jusi yako. Bible inasema wewe ukiendesha lori ya mtu iendeshe kama yako. Mungu aone uaminifu kwa ya mwenyewe. Haleluya. Aone uaminifu ukiendesha ya mwingine kama yako. Ukiwa assistant pastor
Naongea na nyinyi kwa sababu nimekuwa assistant before. Assistant pastor. Bible inasema vizuri, ukiwachiwa kanisa ya mtu, ichunge ya mwenzio kama yako. Usiwachwe sasa unasema pendwa. Katika Kumbukumbu la Torati. Hii andiko naweza iona mara 7. Ni vile sina wakati. Una mhubiri kwenda arudi, umebadilisha kanisa yote inaimba wewe. Hey. Hii dunia utangengana. Why? Hauna baraka ya yule amekupatia kazi. House girl. Kuna so many house girls. Mungu amekubali kuwa house girl kesho. Leo, because kesho utakuwa house mistress. So lazima ujifundishe kuheshimu ya mistress, ili kesho uaminike na yako, ili Mungu naye akupenye nafasi ya pia wewe ufuliwe nguo, ili Mungu pia naye akupatie nafasi ya wewe pia. Sio tu unapika chai unaweka chumvi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka kuongea kidogo kuhusu laana na baraka zinazoambatana na watumishi wa Mungu. Hii nitachukua kuanzia sasa, nitaimalizia kwa ibada ya pili. Laana na baraka ambazo zinaambatana na watumishi wa Mungu. Na nataka kuiongelea maneno haya because ni very important watu wajue. Kwa hii dunia, besides kujifunza kuishi na Mungu, inabidi pia watu wajifunze kuishi na watumishi wa Mungu. Ni rahisi sana kuishi na Mungu, maana hayuko karibu. Anaweza kuwa ako karibu kwa in form of human beings. Watumishi wake wako area. Na wapendwa, ni mzuri kuanza kurejelea maandiko, tuanze kuelewa why are men of God here with us. Why? God anaweza kutuchukua tupelekange kila Jumapili mbinguni na anaturudisha. He has power to do that. Every Sunday morning tunaingia mbinguni, Monday tunarudi kazi. God has power to do that. Why did God, with all the power he has, ama yeye ashuke atuite parade mahali, atuzungumuzie Kenya, dunia mzima? Mungu hako na power. Why is it that God akatupea chance ya kukua pastor, na some pastors wenye wajasoma sana, na wengine wenye ni slow, wengine wenye wanaongeaga sana, wengine wenye wananyamaza, wengine wenye ni vigugumizi kama Musa? Why did God give them power to work here? Na ndio maana Paul anasema kwa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, anasema men ought to recognize us as servants of Christ and as stewards of the mysteries of God. Wanadamu na watutambue kama waweka hazina, ama ingine anasema kama mahakimu wa vitu vya siri vya Jehovah God. Wanadamu wanastahili kutambua. Na Matthew chapter 16 verse 19, ingawa siku hizi inasomewa kila mtu, hii maneno iliwekwa juu ya Peter. Peter alipopata revelation ya kwamba Jesus is the Son of the living God, so Jesus began to speak to Peter. Akamwambia, thou shall be Petrus, which means the rock. Anasema, and on this rock, which is a revelation that Peter had, anasema, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alafu anaambia Peter aje, I, Jesus, will give you, Peter, the keys to the kingdom of God. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ni mzuri sana kushika hiyo context ya kwamba kuna wanadamu chini ya jua wana funguo ya kufungua heaven
na kufunga. It's better to know that. That's why ukiona 28 aliwaambia all powers, Matthew 28, in heaven and on earth, I think verse 18, are given to me. Now I give you power. Go ye and make disciples of men. Jesus gave power to disciples. And your man, the Bible says, he that ascended also descended. And he gave some to be apostles, some to be evangelists, others prophets, others teachers, others what? For the building or the edification of the church, for the building of the church, for the work of ministry. God, we that ascended, send you apostles, send you prophets, send you evangelists, send you pastors, send you teachers. He that ascended, Jesus Christ. He said, because I've ascended, now you are supposed to be freelanders. No! He sent people here. Na ni mzuri sana tujue how to handle the gifts of men of God. Amen. You know, every man of God is a gift. Na shinda ni gift, you kill a gift. Wale mmeenda birthday party, you can have this iPad as a gift, but you wrap it with a paper. Kuna wrapping paper. Na God kwa his wisdom amechukua earthen vessels, ameficha treasures nani, amechukua wanadamu wenye udhaifu akawarap na udhaifu wao, lakini akaficha mambo ndani. That's why mhubiri, ukiuliza wachawi wanajua nguvu ya wahubiri. Mtu anaweza kuambia nguvu ya wahubiri ni wachawi. Wanajua ya kwamba tukisema tunafunga kunafungua. Wanajua tukisema wanafungua wanafunguka. Ndio maana kila kanisa ukatazwa kuomba. Hey. Because wanajua mhubiri akisema today I lose every captive of this area. Yes. He was given power to do that. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. So God amepea wanadamu. Oja nisome hii Numbers chapter 6 verse 22. God ndiye mwenye anabariki, akaambia wanadamu wabariki. Numbers chapter 6 verse 22. Mungu mwenye ubariki. And the Lord spake unto who? Moses. The Lord spoke to a man, Moses, and said, speak unto Aaron. Speak unto your priest Aaron, and say unto his sons, because priests were priests, so unto his sons, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel. This is how you will bless them. God anatupea curriculum ya kubless watu chini ya jua. Anasema bless them like God being God. Asemi I will come down and bless them. No, wacha nikuonyeshe procedure. Anaambia Aaron, this is how you will bless them. And this is what you will say. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee. Can I bless you now? Yes. May the Lord bless you. Amen. May the Lord make his face shine upon you. Amen. And be gracious unto you. Amen. That's what he said. We said, may the Lord be gracious. But even how God treats you, God will be a man of God power to say how to treat you. Amen. Akasema wakati unabariki watoto wa Israeli, na nyinyi wote mmefanyika Israeli kwa imani. Biblia inasema mkibariki watoto wa Israeli, muambie na Mungu awe na rehema. May the Lord be gracious unto thee. Amen. Verse 26, and the Lord lift up his countenance upon thee and give you peace. Amen. Verse 28, 27, and they shall put my name upon the children of Israel. Very important. Priest walipewa nguvu ya kusema, what's your name, sir? James Avedi. James Avedi, wakati unakuja kwa man of God, anawekaga
jina James Avedi kwa rada ya mbinguni. Amen. Yes. Ili rada ya mbinguni kisoma inasoma Eliakim Mwangu Wawire. Wakati inasomwa hiyo jina, anasema he will put my name God, my God, my name, my name on the name of Eliakim Wawire. Why? So that I will bless them. Amen. That means ya kwamba iko watu kwa kanisa hawajapata nyefasi ya jina zao. Ndio na tukiombea watu wakati ya kuokoka tunasemanga futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika namna inafanana ni memory verse. It's not a memory verse. Yes. We are taking your name ikuwe na rada ya mbinguni. Yes. Wakati mwingi unaona wahubiri wakifanya hivyo kwa crusade, na kuna angel anaitwa Metatron. Huyu angel kazi yake ni kuandika majina. Na ndio maana ulipokuja duniani kwa hii kitabu ya uzima jina yako ilikuwa, lakini ndio hiyo jina ikae kwa hiyo kitabu, inategemea vile unaishi hapa duniani. Because Bible inasema siku ya mwisho vitabu vitachukuliwa. Na kama jina lako litakosa, nani alitoa? Kama jina lako nani alitoa? Na wote ambaye jina lao halikupatikana. Okay, nimekuja kuambia hivi, inawezekana hata kuna watu jina yenu haijafika, inabidi tuifikishe. Vuta jina langu. Ndio maana siku ya ubatizo tunawauliza unaitwa nani? Phyllis Modhoni Wairimo. Phyllis Modhoni Wairimo, na kubatiza katika jina la Baba na la Mwana. Unafikiri ni kazi ya tujua? Hatuna. Tunakuuliza jina ili tuweke hiyo jina kwa jina la Yesu ili ubarikiwe. Yes. Ili hiyo jina ichukuliwe, iwekwe kwa jina la Yesu. Amen. Hii ndio kazi ya kuhani. Kumaanisha hivi, watu wakisumbua kuhani, ako na uwezo ya kukutoa jina. Peter anaambiwa ninakupatia nguvu. Chochote unafunga duniani kinafungwa mbinguni. Na chochote unafungua. Okay, sasa tunaenda vizuri. Now you understand why you cannot silence men of God in Kenya. Kenya inaweza tolewa kwa mapi ya rada ya rohoni. Inaweza kosa kuexist. Na ndio maana in the spirit kuna kasiti kalikuwa na tabia mpaka Bible inaiongea inaitwa Jerusalemu. In the spirit Yesu anakuja na anasema Jerusalemu, muji unaoua manabii. A city that kills its own prophets. In the heaven, Jerusalem was marked as a city that is ignorant, that prophets are not sent to you to kill them. Yesu mwenyewe anasema mara nyingi nimejaribu kuwakusanya. Aje, nimetuma wa utumishi wa Mungu manabii kuwakusanya kama kuku wakusanyavyo vifaranga. Na nyinyi mmeua watu, wanakusanyaga watu. Abla, hii ni maneno yangu Wacha tuisome na wewe. Matthew 21. Looks like in kazi ya maneno, because they have not the foundation. Matthew chapter 21. So watumishi ni all these men of God you see around ni mkono wa Mungu ya kukusanya watu. If you are not in church, you have no hope. I will repeat it again. Hata kama unasema najiabudi yanga mimi mwenyewe chini ya miti, endelea. Endelea. Endelea hapo chini ya miti. Kanisa zote nilikwasa, nikaamua ni yangu takuwa naabudia chini ya kitanda. Endelea. Continue. No, it's my work to correct error.
Yes. Matthew chapter number 21 verse 10 inasema, and when he came into Jerusalem, this was a particular city. He was not seeing this behavior in other cities. When he came into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth. Kwa hivyo hata Yesu alikuwa prophet of an area. Every area has got its own prophet. True. Prophets are territorial beings. Ndio ubarikiwe in an area, you must find your prophetic sound, your prophetic voice. That's why Yesu alisema, my sheep hears my voice. Nakuja kucorrect makosa ya watu wote wako makanisa wenye wanatukanaga wahubiri wa hiyo kanisa. I'm coming to handle these issues. Mimi natukana tu, yes Yesu. Aha. Yeye si Yesu. Yeye si Yesu. Wacha tuende kidogo. And the multitude said, this is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. And Jesus went into the temple and cast out all them that sold there. I think what I nikuonyeshe kidogo basi. It's what I'm looking for. Verse 37. Akipeana quotation ya hii town. Verse 37 as I finish. Inasema, but last of all, he sent them his son, saying, they will read. Pole. Neo. The city that kills its prophet. My wife is here and nisaidia kuipata sahi nitakupea. So Jerusalem in the spirit was marked. This city kills its prophets. Let's go back to the Bible now. God amesikia kilio Egypt. God amesikia kilio Egypt. Na si kilio ya 2 days. Na si fasting ya 1 week. Kilio ya 400 years. God ameenda kwa Exodus chapter 3 verse 7. God ameenda kuita mwanadamu anaitwa Musa. God ameenda kuita mwanadamu. No, watu wameita Mungu. Mungu ameita mwanadamu. Acha tuiweke vizuri. Watu wameita Mungu miaka 400. Mungu ameita mwanadamu. Okay, acha tuiweke vizuri. Watu wameita Mungu, watu wameita Mungu, Mungu amewaitia mwanadamu. Sijui kama Kiswahili kinapatikana vizuri. Watu wameita Mungu, Mungu amewaitia mwanadamu. For 400 years, God amewaitia mwanadamu anaitwa Musa. Prayer 400 years. Mungu amewaitia mwanadamu. Ongoja kidogo. Wameita Mungu, amewaitia mwanadamu. Then wakati mmoja wakiwa kwa barabara, Musa akaona watu wakipigana. Walipokuwa wanapigana, Bible inasema ndio hiyo basi. Ndio ilikuwa shangaa 27. Wacha tusome hiyo Matthew 23. That's 7, eh? Ndio ilikuwa naitafuta kwa 37. Oh, Jerusalem. Jerusalem. Huyu ni Yesu. Oh, ni kama anawahurumia. Oh, vaye. Oh, Mayo. Jerusalem. Hey. Ni kama Yesu ametokea. Jerusalem. Jerusalem vane. Thou that killed the prophets and stoned them. Naona Mungu akiongea na Kenya. Oh, Kenya. Oh.
kills every prophet by naming them. Huyu anapenda pesa, huyu ni msharati, huyu ni mkora, huyu hajasoma, huyu. Oh Kenya, oh Jerusalem, oh you city that kills the prophet, that stone them, which are sent from heaven for you. They are sent for you. Na ni mzuri sana kujua there is a time God sends a man for you. When you disrespect the man he has sent for you, heaven becomes desperate. What can we do for them? You kill those who are sent for you, Jerusalem. Kumaanisha every prophet is sent to a certain people. Apostle John Jaya may not be your apostle, but he's sent for some people. You don't like him, please switch off church line. He may not be sent for you. You don't like him, change church. He may not be sent for you, but he's sent for some people. How often? How often? Kwa Kiingereza ni mara ngapi? Kwa Kiswahili nimejaribu kuwakusanya. How often have I gathered thy children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, yet you will not. Jerusalem, mimi nimewajaribu kuwakusanya vile kuku anakusanya vifaranga yake chini ya mapa, lakini hamukusanyiki. So nimekuja kuongea kuhusu laana ili muone the group haikusanyikagi. Na tuitoe biblically. Na hata tuwaweza tuwapee jina ya Bible ya wale watu chini ya jua hawana pastor. Hallelujah. Yeah. Hao watu ya praise team niko na hapa. Geukia jirani muulize na uko na pastor wewe? Mimi mwenyewe kanisa ni mtu, kanisa ni mtu. Enda utafute andiko uniletee, kanisa ni mtu. Kanisa ni roho ya mtu. It's a lie. It's a lie. Mwenye alikufundisha hivyo hajui Bible. It's a lie. Kanisa ni ecclesia, an assembly of believers. Na siku moja Yesu anatembea mahali anakuta watu wagonjwa, beaten, overtaken, na Bible inasema he had compassion on them. Why? Because they were like sheep without a shepherd. He looked at them and saw the absence of a shepherd. Absence of a shepherd. So Yesu, watu wameomba 400 years. God ameenda kuwaitia mtu. Kumaanisha hata hii prayer unaomba leo, God atakutumia mtu. Amen. Hii ndio tabia yake. Hata kwa Acts chapter 9, yeye Yesu mwenyewe aliangusha Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Alafu akaenda kumuitia Ananias. Yaani God tu akona tabia, lazima atakuitia mtu. Na ule atakuitia afanani vile unataka. Kuna wengine atakuitia ni wa hasira kama Musa. Kuna wengine na itabidi ujifunze kukaa na hasira yao. Akikasirika unamwambia pastor kula watermelon. Watermelon ni mzuri sana, sukari itarudi chini. Akikasirika kama Musa, mnatafuta nafasi ya kumpea chai yenye sukari mingi. Si ati mnamwambia kanisa ni nyingi huko nje, tunaweza inua. Mnaambia Musa wetu baba, tumeaibika. Unajua Miriam na Aaron walipoanza kudiscuss Musa, they were discussing their own blood brother.
wakadiscuss, ikaruka bracket ya mwanadamu kujibu, ikaingia kwa ya God. Numbers chapter 13, chapter 12 verse 1. Wacha tusome. Ikaruka, na Aaron akajua amefanya makosa gani. Numbers chapter 12 verse 1. And Miriam and Aaron spoke against Moses because of marital issue. Acha niweke hivyo. Because of his marital status. They were speaking about Moses because they had a because. So I don't know what is your because today. But because of his Ethiopian wife, whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Verse 2 inasema, and they said, has the Lord indeed spoke only by Moses? Kwani Mungu anaongeleshaga watu tu kwa sababu ya Musa. Lazima Mungu aongee tu. Wacha niongee na watu anointed under the anointed. I want to make you know this. Ya kwamba kwani God anaongea. If this was two anointed people. Aaron was anointed priest. Moses, Miriam, Bible inamuita prophetess. She was a prophetess. They were moving priest and prophetess talking against a man of God, Moses. God said, God anaongea tu na Musa. Has not also the Lord spoken by us? And who had them? And the Lord. It was not a Moses thing anymore. The Lord had them. The Lord had them. Now Moses was very meek. Thank God. Hata Moses na hasira yake, Bible inasema alikuwa mnyenyekevu sana. Harmless. Harmless ni kumaanisha nini? Muniseme tu, Jehovah God atawaona. The Lord had them, and suddenly spake unto Moses and unto Aaron. God anawapanga in order. Unto Moses, then unto Aaron, and then Miriam. Come out, the three, unto the tabernacle of congregation. And they three came out. And the Lord came down in a pillar of cloud and stood in the tabernacle door. And Aaron and Miriam, they both came. And he said, hear my word. If there be a prophet among you, it means Miriam fired. Aaron fired. If there be a prophet among you. I reveal myself. I make myself known to him in a vision and dream. My servant Moses is not so, which is faithful in my house. With him I will speak mouth to mouth, apparently, and not with dark speeches, and not with similitude. And behold, wherefore, were you not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them. God was affected. They were talking about a man. I know you are quiet, but let me go deeper. God was annoyed. They were discussing a man. God was pissed off to hear them speaking of a man. Now, Bible inasema his anger was kindled against them. Aaron wakati alidiscover God now is hungry. Aaron is very clever. Hakusema Nahama church. Aaron said, verse 11, Moses. Aaron said unto Moses, alas, Moses, alas, my Lord. He called Moses my Lord. Alas, Moses. Hey! Hakuwa naongea na God because shida ilikuwa na God. Shida ilikuwa na man of God. Amesikia God is anointed, but he's talking to man. Moses. Alas, Moses. Hey, Moses. I beseech thee, lay not upon us wherewith we have done foolishly. We have sinned against you. Aliambia Moses,
ninakuomba usituwekelee ile kitu inaekelewaga watu kwa sababu tumeongea kama wajinga. Wacha turudie nyuma kidogo. Ujinga ilikuwa wapi? Kusema kuoa Mwethiopia, si Musa alikuwa ameoa Mwethiopia? Lakini waligusa topic enye iligusa Mungu. Na because nakuja kufundisha how to trigger a curse from a man of God. Because saa ingine unaweza kuwa na man of God, wewe mwenyewe tu jue. Unaona kama for example watu wengine huyo wanajua kutrigger baraka kutoka kwa man of God. Wanajua? Amen. Wanajua kutrigger baraka. Wakimuona na kiu wanakimbisha kitu ya kukunywa. Na Matthew chapter 10 verse 40 inasema hivi: yoyote atakayewapokea nyinyi amenipokea. Yoyote atakayewapatia angalau kikombe cha maji atapokea. Yoyote anapokea nabii kwa ofisi ya nabii anapokea thawabu ya nabii. Kwa hivyo God hajaribu kusema mapokezi hapa. Yoyote atapokea nyinyi amenipokea. Kwa hivyo kuna watu Yesu ametuma mbele yake. Hata wakiwakubali wamenikubali. Wakiwakubali na sura zenu. Wakubali tu na kabila zenu. Because man of God wanatoka katikati yetu. Kabila ni zetu. Hata wengine tulisoma nao. Na hata wengine tunajua story yao si mzuri. By the way, man of God wengi story si mzuri. Hakuna haja urudie nyuma. Maana ule amesamehewa sana ndiye anapewanga kitu anahitajika kutoa sana. So usifuate nyuma. Wako tu na report mbaya. Usitafute sababu ya kutoa heshima. Na kwambia utapata za kutosha. Mingi. Hallelujah. Na hii kanisa yangu ndogo hapa imenyamaza. Wanakuanga tu wamechongwa lakini tofauti ya men of God na watu ya kawaida. Ukisoma Bible inasema walichongwa kwa mawe. Ndio wanagongoa wasikii. Unagonga wasikii. Walikuwa kila mtu ako na kakasi. Kaumawe kiasi fulani. Unapiga bado anaendelea kuhubiri. Unafikiri iko sawa. So Aaron akasema kwa nini? Na nitakuonesha laana yenye Aaron aliogopa. Aaron alijua vile tumechokoza Moses. Anasema verse 12, let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he comes out of his mother's womb. Kumaanisha watu wamepiga watumishi ya Mungu wanazaaga watoto wenye wamekuliwa na tumbo. Unazaa mtoto macho iko imeumbika, tumbo ilikula hiyo. Unazaa mtoto mguu ilikuwa imekuliwa. Aaron ndiye anatuambia, si Aaron ni kuhani. Anasema Musa, samea ujinga yetu. Hii ujinga tumefanya, tunajua mahali itatufikia. Watoto wetu watatoka kwa tumbo wamekufa na wengine consumed halfway kwa sababu ya ujinga. Situkutane kwa hiyo ibada nyingine. Nitahakikisha hiyo ujumbe nimeimalizia leo. Because Aaron anatuambia, Aaron ni kuhani. Aaron anajua Mungu vile amediscuss hii matter. It's not over. It's not over. Our wives will begin to have children wamekuliwa na tumbo. Now did it affect Aaron? I'm going to read it. Because Miriam immediately aliparalyze. Na Moses akaingia kwa maombi. Akaambia Mungu, samea, ni dada yangu. Samea Miriam, ni ujinga. Mungu aliambia Moses namna gani? Alimwambia hata baba akitemea mtoto mate anakuwa najisi kwa siku 7. Anakuwa najisi, anapigwa na lawama ya rohoni for 7 days. God alisema nitasamea Miriam, lakini nitamsamea after 7 days. I just raised my case. You know, my work is to talk.
That's why there are so many paralyzed church members in Kenya. They cannot hold anything. They suffer paralysis. So many invalids in church. Because they don't know how to handle that one very special thing God sent them. They are man of God. Sorry, nitakuja kuhubiria ya kukutia moyo. Mimi nahubiringi zote. Kwa hii time tukunywe quinine, next time tutajaribu kutafuta actor. Ile iko na kautamu. May the Lord give you grace. Amen. You are there, you want to send your offering, then go ahead. Send your tithes. Dear God, mimi siwezi kula sehemu yenye si yangu. Go ahead and send it as I pray for you. Daddy, I thank you. You have ordained me to say this. And I will say it without fear of contradiction. I will say it without fear of criticism. I will say why Kenya is struggling and is a Christian nation. Lord, I speak to every heart of Kenyans that will hear this word. Yes. May their lives change. Yes. May their lives never be the same again. Yes, Lord. Lord, forgive our lives. Forgive our children. Forgive our families. We discussed in a wrong way. We did not know the power of a curse and how it is triggered. Lord, we are sorry. We are so sorry. We are sorry on behalf of this nation. Yes, Lord. We have fought and killed your prophets. Oh, yes, Lord. We are sorry. We are sorry. We are sorry we did not stand in defense when they were killing your prophets. We are sorry. They are national champions. We have seen them die in our very before. We did not do anything. We are sorry as a nation of Kenya. Lord, we are very, very, very sincerely sorry. Have mercy on your people. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen.